mambo ambayo ameyazungumza katika hotuba yake ni mengi, lakini jambo la kwanza kubwa sana sisi kwetu, pamoja na mambo mengine mengi, ilikuwa ni kuhakikisha miji yetu inarudi katika hali iliyokuwepo awali. Na mimi katika mkoa wangu wa Dar es Salaam pamoja na wenzangu tulipata pia ugeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye na yeye alikuwa anakuja kufuatilia kuhusiana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na moja ya mambo ambayo sisi kwetu pia tulipata madhara ni miundombinu kuharibiwa, ikiwemo miundombinu ya dati, miundombinu ya udarati. Nikisema miundombinu ya udarati au nisema miundombinu ya Moffat. Udat au uda au dati yeye anamiliki hiyo miundombinu hiyo. Miundombinu yake iliharibiwa, ikiwa ni pamoja na vituo vya mwendokasi, ambayo sasa tumeanza kuifanyia kazi ili usafiri ule uweze kurudi kama ulivyokuwa awali. Lakini ndani ya ile miundombinu wapo watu wanaotoa huduma, ambapo barabara ya kwenda Kimara kuna mtoa huduma mmoja ambaye bado hajaingiza mabasi yake, ambaye anaitwa Transda. Barabara kwenda Kilwa Road hii kuna mtoa huduma mmoja anaitwa Moffat. Na barabara hii ya kwenda Gongo la Mboto atapatikana pia mtoa huduma mwingine ambaye sasa anaweza kuwa UDAT au akawa mtu mwingine kulingana na masuala ya kiushindani. Sasa miundombinu hii, ndugu zangu wahariri, imekushaanza kufanyiwa kazi. Na mpaka leo hii tunapozungumza, Waziri wa TAMISEMI ameagiza kwamba mabasi ya mwendokasi kutoka gerezani yaanze kwenda moja kwa moja Kimara. Lakini kwa muda huu tumeshazindua kutoka gerezani kwenda mpaka pale Ubungo Maji. Kwa nini kwenda mpaka Ubungo Maji? Kwa sababu ndio mahali ambapo miundombinu yake angalau inaweza kuruhusu kuswap zile kadi na kukata nauli na vitu vingine. Lakini sio kwa vituo vyote. Vipo vituo ambavyo tunaruhusiwa kushusha tu na sio kupakia. Kwa sababu ukipakia maana yake mtu ataingia bure, kwa sababu hakuna zile mashine za kuweza kuswap. Sasa mashine hizo mpaka sasa, ndugu zangu wahariri, zimekwishaagizwa. Tumekushaingia kwenye manunuzi ya dharura ili kuhakikisha kwamba miundombinu hiyo yote inarudi katika usalama wake. Pamoja na hiyo, barabara ya kwenda Kilwa, hii barabara ya kuelekea Mbagala, mabasi nayo yamekushaanza kufanyiwa kazi. Na kama ambavyo mlisikia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokaa na ninyi wenyewe, alitaja pia mabasi yaliyoharibiwa na mabasi yaliyochomwa moto. Lakini pamoja na mabasi yaliyoharibiwa na mabasi yaliyochomwa moto, kauli yangu tunaishia kule kule mwishoni kwamba bado haijaathiri kurudisha huduma hiyo kwa wananchi. Kwa sababu mabasi yaliyochomwa moto ama mabasi yaliyoharibiwa hayajaathiri, kwa maana kwamba idadi yake haikuwa kubwa kiasi kwamba tunaweza tukasimamisha huduma hiyo kwa sababu ya uharibifu wa mabasi. Huduma ilisimama kwa sababu ya uharibifu wa vituo vya kupakilia abiria na kushushia abiria, ambavyo ndivyo tunapata nauli na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini jambo jingine katika maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika hotuba zake nyingi, ikiwemo hotuba ya juzi alipokuwa anaongea na wazee, moja jambo ambalo alisisitiza ni kuhusu taifa kuwa taifa huru, a sovereign state. Ndugu zangu, nafikiri tunafahamu kwa dhati kabisa kwamba baada ya mataifa yetu kuwa huru, uhuru una mambo mengi. Na uhuru sio mchakato wa siku moja. Mnaweza mkatangaziwa kuwa huru leo, lakini bado mkaendelea kuconsulti, kupewa baadhi ya vitu na mambo mengine namna hiyo, mpaka pale ambapo unaona kabisa sasa taifa hili liko huru. A sovereign state, hata katika kwa mujibu wa sheria kabisa, ni kwamba Mheshimiwa Rais juzi anapohutubia alizungumza pamoja na mambo mengine, akazungumzia kuhusu kuinyoshia taifa vidole, kuliwekea taifa masharti na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini akauliza, wewe ni nani unayefanya jambo hilo katika taifa lilo huru? Kwa nini president anasimama na kuzungumza vile? Tafsiri zinaweza kuwa nyingi,
Lakini mwananchi wa nchi yoyote anaweza kujisikia fahari akigundua na akiendelea kujua taifa lake liko huru. Na uhuru haupo kwenye nafsi au haupo wapi. Moja ya watu wanaopaswa kwa namna yoyote kulinda sovereignty of the nation ni mkuu wa nchi. Na ndio maana anaitwa rais, lakini anaitwa amiri jeshi mkuu na mkuu wa majeshi ya ulinzi, kwa maana kwamba tunapolinda mipaka yake na tunapolinda mambo mengine yote hayo, tuna exercise pia zoezi kubwa sana la ulinzi wa uhuru wa taifa lake. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo moja la muhimu ambalo sisi kwetu kama wana Dar es Salaam tuliona heshima kubwa mkuu wa nchi kwamba wananchi msiwe na mashaka na taifa ambalo ni huru, is a sovereign state, na kwamba taifa hili liko na rais ambaye ataendelea kusimamia matakwa ya watu. Lakini vile vile katika hotuba yake, kama mlizingatia vizuri, alizungumzia umuhimu wa kuendelea kuliunda taifa katika umoja na pengine kuepuka chuki zisizo na za lazima. Kwa mfano, ndugu zangu wahariri, mimi nina rafiki zangu ambao siwezi kuwataja, ila nina rafiki zangu ambao wamekuwa ni marafiki kweli kweli kabla mimi sijawa regional commissioner. The moment mimi nimekuwa regional commissioner, nikaanza kuona wanajidistance. Mimi nikisogea wakati fulani wanajidistance. Lakini tuminongono huku pembeni nikitupata, sema huyu jamaa baada ya kuwa regional commissioner amekuwa ni mtu wa majigambo sana. Huyu jamaa baada ya kuwa regional commissioner amesahau kabisa alikotoka. Nataka niwathibitishie ndugu zangu, huu ni mfano mdogo sana ambao nimeuchukulia. Lakini ukiangalia vizuri sana pia katika mwenendo wa taifa letu, kuna investment kubwa sana inayofanywa wananchi kuchukia serikali au viongozi. Lakini ukiuliza kwa nini, mimi nikitokea kwa mfano Albert Chalamila, hebu nieleze kwa nini? Unajua nyinyi viongozi mmesahau mlikotoka. Sasa tumesahau vipi? Kwa mfano mimi kama Albert Chalamila huwa na sifa yangu moja inaitwa vulnerability based trust. Huwa nawaambiaga wenzangu kwamba as a leader lazima uwe vulnerable, ambayo sifa ya vulnerability based trust always is equal to honest feedback. Inakupelekea kuwa na feedback sahihi kuhusu jambo lolote unalowauliza watu. Kwa mfano waweze kiongozi ukisema, vipi leo nimeongeaje? Wapo watasema, bosi hamna shida kabisa. Lakini yupo mtu atakayesema, bosi leo kile Kiingereza hakikuwa sawa sawa. Leo mpangilio ule haukuwa sawa sawa. Leo data ulizozitoa hazikuwa zenyewe. Huyu mtu anayemwambia kiongozi mwenzie au kiongozi wake, reaction ya kiongozi ikiwa ni kumchukia huyu aliyempa ukweli na honest feedback hiyo, huyu kiongozi hana sifa ya ile vulnerability based trust. Na kwa mantiki hiyo, sisi kama viongozi lazima tuwe na hiyo sifa, ili tusikilize watu mnasema nini. Sasa inafika kipindi ujenzi wa hoja hizo. Juzi nilikuwa Iringa zamani, walili nilikuwa Iringa pale, mtu mmoja akasema, nimekuja kuomba kazi. Kaniletea na CV, akaniambia kwenye vile vituo vyako vya mafuta hauna nafasi. Nikasema vipi? Akasema kile pale kiko njia panda Tosa Maganga, kile pale kiko si njia panda wapi. Sasa nikaanza kurejesha, mimi sijawahi hata kujenga kituo cha mafuta, lakini huyu bwana amekuja akiwa very sure kwamba mimi na kituo cha mafuta. Na inawezekana pengine kwa mtu aliyemchukia Chalamila angeweza kwenda pengine kuchoma kituo cha mafuta kile kwa yule mtu ambaye amekopa pesa benki na analisha familia yake kwa chuki kwamba hiki kituo cha mafuta ni cha Chalamila. Lakini ukweli wa Mungu kabisa, kituo hicho wala kijawahi kuwa cha kwangu, wala hata sifahamu kimejengwa saa ngapi. Lakini kwa sababu nia yake ilikuwa ni ya ajira, nikamwambia bwana, hebu samahani, ngoja nizungumze na ndugu zangu
wenye vituo vya mafuta pale Iringa nikawataja, alafu nikasema CV hiyo nitawapatia. Lakini baada ya muda amekuja kunipa taarifa kwamba walimpokea na ameajiriwa, na aliponipigia simu nikasema kweli anafaa, mpeni tu gari hiyo, anaweza kuwa msaada, lakini kama atafanya uharibifu basi tutasimama pale kwa pamoja. Sasa ninachotaka kusema ni nini? Maneno na maelezo kama haya yakidakwa na mhariri au chombo cha habari kwamba Chalamila huyo ana ukwasi huu, mwananchi wa pale chini ana trust sana jambo linalotoka kwa mwandishi wa habari au lilotoka kwa mhariri kuliko jambo lolote. Sasa ikifika kwenye kadhia, ndio yale ambayo alikuwa anauliza dada yangu Joyce au ndugu yangu Kibanda kwamba je, umeandika kwa kuwa uliniuliza mimi nikasema ni yangu, au umeandika kwa sababu ulisikia watu wakisema kwamba mimi na kituo cha mafuta, au umeandika kwa sababu ulisikia jambo hilo? Sasa the same kwa mkuu wa nchi, the same kwa mawaziri, the same kwa nani? In connection na hili, kama wenzangu wamezungumza, ndugu zangu walili na wa vyombo vya habari, mimi ni waombe sana, mahali popote linapozungumzwa jambo lolote lenye interest ya kuweza kuliandika ama kulitolea ufanuzi, mtu yoyote anayehusika, ni vizuri mkabalance story ili Watanzania wapate hadithi za pande mbili, hadithi za anayesema na hadithi za unayesemwa. Halafu kama mtaona kuna jambo lolote, hapo ndipo tunaingiza kitu kinachoitwa uchanganuzi wa kina kuhusu ulichokisikia, deep analysis of what you have heard. Ukishafanya namna hiyo, manake wewe unakuwa unafanya analysis ya results, analysis ya ulichokisikia, halafu ndio unakitoa ukiwa katikati ya ulichokisikia na katikati ya msemwa na katikati ya yule ambaye amezungumza. Kwa hiyo hoja ya Mheshimiwa Rais imekuwa tusije tukapaisha chuki katika taifa, halafu mwisho wa siku tukajikuta sisi wenyewe tena inakuja kutudhuru. Mfano, juzi tumeona vituo vya mafuta vya Leki vinachomwa moto, kwamba vituo hivi ni vya Jakaya Mrisho Kikwete. Tumeona mabasi ya Esther yanachoma moto, wanasema mabasi haya ni ya Mwigulu Lameck Nchemba. Sawa, basi hawa waliochukiwa mmekushafanya namna hiyo. Sasa na huyu dada ambaye duka lake liko pale Sinza, duka lake liko pale Kimara, mmelibomoa lile duka, mmechukua simu zake, mmechukua sio vitu gani vyote, ambaye ni mtu wa chini kabisa katika nchi yetu na katika uchumi wake. Huyu naye kosa lake ni nini? Hapo kumekuwa kuna contradiction, what we can easily call this statement, kwamba tuite maandamano au tuite vikundi vya kihalifu. Ukisoma hapa nina waraka pia hapa wa teki tu hapa, ambao pia Mheshimiwa Rais aliutaja. Ukisoma humu wanaita waandamanaji. Hii ni tafsiri. Tuseme tusite tafsiri. Tafsiri kwa Kiingereza ni translation. Hii ni fasili. Ni definition. Lakini nikimchukua ndugu yangu mawakuu wa wilaya ambao walikuwa huko kwenye mawilaya, mimi niliwahi kutokea hapa, niliwahi kusindikiza maandamano ambayo nilianzia kule Mbezi Mwisho. Yale maandamano yakatembea yakaja mpaka huku mjini. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu niliyesindikiza. Yale hayakuwa na jambo lolote la visu, la mapanga, la minyororo wala kitu chochote. Lakini hiki kilichotokea juzi, kwanza vijana walikuwa baadhi yao walivaa maski kama mliwaona. Kuna footage nyingi tu. Lakini mbili, ukiangalia walikuwa na maminyororo fulani ya kubomolea ile milango, wanaingia ndani, wanaanza kusomba yale mabia, wanasoma mavitu kwenye supermarket. Alafu tatu, pale walipokuwa kule Kimara, kwa sababu lazima tuwe na story kwamba hivi vitu vilianzia wapi, yani vilianza tu Dar es Salaam au vilianzia wapi, kwa sababu inawezekana nyinyi wenzangu pia labda mkwepo kwenye eneo la tukio. Pale Kimara mwisho, pale Kimara pale kituo kile Msando, kile kituo kinaitwaje? Baruti kule. Vijana waliokuwa pembeni ya barabara wakaingia barabarani, wakafunga barabara, kurusha mawe na kuchoma magari.
Sasa kitaaluma, nyinyi wenzangu mtajadili kwa kina, kwa sababu taaluma hupingwa kwa taaluma.